السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza nashukuru kwa kupewa nafasi hii ya kusaidiana na ndugu zangu katika kukijua zaidi kitabu cha Allah na kukifanyia kazi. Huku ndo kukifanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu, kukisoma au kutaka kujua yaliyomo ndani katika kitabu cha Allah, yapi yaliyomo ndani. Sasa kwa kitabu hichi insha Allah tutapata kudadavua yaliyokuwa ndani ya Qur'ani. Insha Allah huenda tukatumia mwaka mmoja au mwaka na nusu katika kusoma hichi kitabu. Kitabu hichi kinaitwa Al-Mukhallas Al-Mufid fi Ilm At-Tajwid. Hichi ni kitabu cha tajwid, kitaingia ndani zaidi katika elimu hii. Kwa wale wanaofahamu, itazungumzia kuhusiana herufi, wapi zinatoka, jinsi gani ya kuweka ghunna, jinsi gani ya kuangalia madda na vitu vingi za umo ndani tutaviona insha Allah taala. Sasa mwandishi wa kitabu hichi anaitwa Muhammad Ahmad Ma'badi. Huyo ni mwalimu wa Qur'ani tukufu na ni mwalimu pia wa tajwid katika Bilmasjid Nabawi Al-Sharif, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huko wapi? Huko Madina pale ukiingia, kama sikosei ilikuwa ni Madina pale, kuna sehemu imewekwa kwa ajili ya watu ambao wanaofundisha Qur'ani. Kwa hiyo pale kuna walimu special, utakuta wamekaa na vyeti vyao pale. Kwa hiyo wale walimu kazi yao pale kufundisha Qur'ani na kutoa ijaza kama watakao kuwa nafahamu. Kama kuna watu ambao hapo watakuwa nafahamu maana ya ijaza. Sasa wako walimu pale ambao kazi yao ni hiyo, na wanafundisha tajwid na ni mwalimu proper, yani ni mwalimu yule wa Qur'ani aliyekamilika. Allah azidishie na sisi atufikishe kama wao, na huenda tukawazidi. Allah atupe subra katika hii njia, kwa sababu siku zote elimu ni safari pia. Safari ya elimu safari yake haiishi, kwa sababu kuna msemo wanasema elimu ni bahari. Sasa tuingie moja kwa moja katika kitabu chetu hichi hapa. Sasa moja kwa moja tutaingia katika ukurasa wa 8. Sasa kwa wale ambao hawaifahamu namba 8 iko vipi kwa lugha ya Kiarabu, kwa wale ambao hawafahamu, namba 8 ni V, alama ile ya V alphabetically, katika alphabetical order zile ni alama ile ya V. Lakini sasa kwenye lugha ya Kiarabu iliyogeuka chini. Sasa ili iwe namba ya Kiarabu namba 8, ile V ile igeuze chini, ndio utajua hii ni namba 8 kwa Kiarabu.
na namba 7 kwa Kiarabu ni V, hivyo hivyo. Sasa ukifungua ukurasa huu wako, ukishaona ukurasa juu hapo umeandikwa V ya kuelekea juu, ujue hiyo ni namba 7. Inayofuata mbele ni V ambayo imeelekea chini, kama vile ilivyokuwa namba 7 ya V, na huku namba 8 sasa V ndio itakuwa imeelekea chini. Sasa moja kwa moja tuje hapo kwenye hiyo sehemu. Tutamkuta sahibu alkitab aliyekuwa aliandika hichi kitabu ameandika muqaddima an ilmi at-tajwid, utangulizi katika elimu hii ya tajwid. Kaweka kiutangulizi kidogo ambapo kuna mambo atayataja hapa ambayo tutakuta huko mbele biidhnillahi taala. Allah atuafikishe, atupe afya na atupe umri wa kufikia huko tunapokusudia kufikia. Sasa huyu sahibu alkitab amekiweka hichi kitabu kizima katika mlolongo wa maswali na majibu, ili mtu anayejifunza tajwid, mtu apate kuelewa kiurahisi. Ameweka katika mfumo huu. Sasa kutakuwa kuna maswali na majibu, lakini hapa mwanzo ni mukaddima tu, hapa ni maelezo ambayo utakao dadavua kidogo, utakao inua hisia kidogo yaliyopo ndani huko katika tajwidi, tutahakuta ni yapi insha Allah. Sasa tunaanza kwa swali namba 1. Ma huwa tajwid? Tajwid ni nini? Kwa hiyo hapa kwanza tuangalie maana yake. Tajwid, kwa hiyo hapa kwa swali hili la kwanza kuna majibu mawili. Huyu mwandishi ametuandikia jibu la kwanza kaliegemeza katika lugha yenyewe ya Kiarabu, lugha yenyewe. Kaandika lughatan at-tajwid, lughatan kaandika. Akaandika at-tahsinu kaandika. Kwa hiyo at-tahsinu maana yake ni kwamba ni kufanya kitu vizuri kwa uzuri, ni kufanya kitu vizuri au kwa uzuri. Na istilaha al-ighta'u kullu harfin, ni kuipa kila herufi haki yake. Walmustahaqqa, na sehemu zile ambazo zinazosanifu kutoka, kama vile katika makharij wa sifatuhu, na sifa zake. Makharij kwa maana sehemu zinapotokea kuna herufi za koo. Kwa hiyo tutajifunza herufi hizi za koo zinatoka vipi. Tutajifunza sifa, kuna herufi zina sifa moja kwa maana sifa kwa sauti na sifa kwa sehemu zinapotokea. Kwa hiyo inawezekana kama vile mfano wa dha na ta, maana sifa yake ya umbo ni moja. Sad na dhad sifa zake ni moja hizi, umeona. Wal madda, tutajua madda ni ipi. Tutajua ghunna ni ipi, tutafahamu kwa mbele. Wa ghairuhum, na yote hayo min ahkam at-tajwid, yaliyokuwa katika kitabu cha tajwid. Sasa tuangalie ma hukmu at-tajwid shar'an, na ipi hukmu ya tajwid kisheria. Hukmu ya tajwid kisheria ni kama hapa mwandishi alivyoandika: ilmu bihi faradhu kifaya, ilmu yake ni faradhi ya kifaya. Faradhu kifaya, kama kuna watu hawafahamu faradhu kifaya maana yake, faradhu kifaya ni wajibu wa kijamii yani kama vile
jamii ikitekeleza, basi haina shida watu wengine watekeleze. Yani kama kuna watu katika hiyo jamii wanafahamu wamelitekeleza hilo jambo, haina shida ya watu wote basi ile katika hiyo jamii watekeleze, haina shida hiyo. Kwa hiyo mfano kama vile swala ya maiti, na tegemea sio watu wote wanajua kusalia swala ya maiti, na wala wakiulizwa swala ya maiti inaswaliwa vipi, utakuta mtu hajui kabisa swala ya maiti inaswaliwa vipi. Sasa mfano swala ya maiti ni faradhi kifaya, sawa. Kwa hiyo na hapa mwandishi akaandika kwa kwamba wala amalu bihi, na kuifanyia kazi faradhu ain, na kuifanyia kazi hii tajwid. Sasa hapa tukiwa tushafahamu kuifanyia kazi sisi kwetu inakopo ni faradhu ain. Sasa mfano labda umekuta sehemu ukasema hapa pameanza na fatha, maana alhamdulillahi rabbil alamin, ukasema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo inakuwa kidogo kuna uzito, yani kuna makosa kwa huyu, lakini tuliyemtaja kwa kwamba tayari kisha fahamu. Umeona, kwa huyu ambaye kisha fahamu. Mtu ambaye hajui anakuwa kawekwa pembeni, anachukuliwa hajui yule, kwa dalili aliyotaja hapa mwandishi anasema ala kulli muslimi wa muslima, kwa faradhu ain sasa hii ambayo ni kwa kila Muislamu, mwanamke au mwanaume. Sasa kama unaijua tayari, iwe Muislamu wa kiume au wa kike, wewe itabidi uifanyie kazi vizuri tajwid. Wewe hautoingia katika ile kundi la kwanza, wewe utakuja umeingia sasa katika ile kundi la pili. Umeona mada pale inatakiwa kuvuta, sasa wewe ukasema mimi sivuti, leo napita hivi hivi, utakuwa unafanya makosa. Au utaona alamatul waqfu, alama ya waqfu ya lazima kusimama, wewe ukasema mimi bwana mimi sisimami hapa, mimi napita. Kwa hiyo utakuwa umebadilisha kwanza tafsiri ya Qur'an, na makosa mengine utakuwa umeyafanya. Kwa hiyo utakuwa unapata dhambi, utakuwa umefanya kosa yani kwa makusudi. Waratil Qur'ana tartila, kwa dalili ya Allah, kauli yake ambayo iko katika sura al-Muzammil aya 4, waratil Qur'ana tartila, na isomeni Qur'ani kwa vizuri. Sasa ma mawdhu'u ma mawdhu'u ilmu at-tajwid, maudhui ya ilmu ya tajwid ni yapi? Al-Qur'an al-Karim ni kusoma, maana ni maneno. Al-lafdhu al-Qur'an al-Karim ni maneno matukufu ya Allah subhanahu. Mada yake ni hiyo, maudhui yake ni hiyo, kwa mwandishi wetu alivyotuambia hapa. Sasa tunakuja moja kwa moja katika swali la 4, ma thamarati ta'limi hadha al-ilm, lengo ya elimu hii ni nini? Sasa jibu linakuja, thamaratuhu dha'nu al-lisani ala al-khata, maana fi kalimati al-Qur'an al-Karim, ni kuondoa makosa katika ulimi katika kitabu cha Allah. Yani lengo la tajwid ni kukuondolea wewe makosa katika ulimi wako, ndio lengo la tajwid. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wana wasiwasi na kupata makosa sana katika Qur'ani, insha Allah kwa hivi tutakavyoelekezana itakuwa ni tiba mbadala kwa ajili ya kutoa ulimi na makosa katika kitabu cha Allah.
man ladhi wadaa, ni nani aliyekiweka au aliyeasisi elimu hii ya tajwidi? Waasisi wa elimu hii ya tajwidi ni kina nani? Wadaahu aimma alqiraa. Sasa hapa sahibu alkitabu, huyo aliyeandika kitabu, kaandika kwa kwamba ni wale ambao wasomaji, lakini pia tunaweza tukasema kwamba ni wale ambao ni wanazuoni wa elimu hii ya tajwid. Kuna wanazuoni kabisa, kwa sababu hii elimu sio ndogo, ina vitabu vikubwa. Hivi vitabu hapa ni kidogo tu hichi. Sasa tuende na hivi, itakuwa ni vizuri zaidi. Iliwekwa na wanazuoni kwa lengo la kutusaidia sisi ambao hatujui Qur'ani. Wametafuta njia za kutusaidia sisi ili tupate kuielewa Qur'an katika njia moja au njia nyingine. Sasa hawa ndo waasisi wa elimu hii ya tajwid. Ma istumidda hadha al-ilm, chanzo cha elimu hii ni wapi? Tunaangalia chanzo chake sasa. Istumidda min al-Qur'an al-Karim liqawlihi ta'ala warattil al-Qur'ana tartila. Kwa hiyo chanzo chake kwanza ni kuisoma Qur'ani vizuri, kama dalili hapo ilivyokuja warattil al-Qur'ana tartila, na isomeni Qur'ani kwa vizuri. Na kama itakuwa na makosa, ndugu zangu, naomba msisite kuniambia. Inawezekana kitu nimesahau au nimetafsiri kimakosa. Wa sunnati, na katika sunna za Mtume الشريف كما جاء في كيفية قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كيفية قراءة الصحابة من بعد. والتابعين وأئمة katika vigogo kabisa ila fadhli ain. Sasa hapa ndio chanzo tunakiona cha nini cha Qur'ani. Chanzo chake ni kwanza katika hii aya katika sura Al-Muzammil, na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yesu ndiye alikuwa muasisi. Ya pili, na katika sahaba, na katika at-tabi'ina na atba'u at-tabi'ina, na waliofuata. Sasa hapa tu tunapata kidogo kudadavua katika hii elimu. Sasa ma ghayatuhu, faida yake hapa tukianza kudadavua itakuwa tutahitaji muda mrefu zaidi. Sasa tufaidike tu na kidogo, kwa kwamba ni furaha ya waumini. Yani kwa sababu gani? Hapa tukianza kudadavua tena itakuwa ni mada ndefu. Sasa ma fadluhu, fadhila yake, fadhila ya kusoma Qur'an, ya kujua hii tajwidi. Annahu ashrafu al-ulum, ni katika elimu tukufu, wa afdaluha, na bora, litaalluqi bi ashrafi al-kutub wa afdaluha,
kwa kuwa imehusishwa na kitabu kitukufu. Sasa wa huwa al-Qur'an al-Karim, na hiyo ni kitabu cha Qur'an chenyewe na Qur'an yenyewe. Sasa hapa tumepata kidogo kudadavua kidogo, kuona kidogo. Huu ni mukaddima, ndio maana umekuwa mrefu. Sitegemei insha Allah kuwa darasa zingine zitakuwa ndefu kama hivi. Huu ni mukaddima tu, ule mwanzo wa kutaka tu kuona kile kitu tutakachokiendea kitakuwa kiko vipi, na kupata darubini ya kuvuta ndani tutakavovuta huko katika huko, kuona hichi tutaona nini hasa katika kitabu cha al-Qur'an al-Karim biidhnillah. Insha Allah mambo mengi yanakuja, no tutajifunza sana, lakini tutakavyojifunza ni kwa hatua ndogo ndogo, na sitegemei sana kama audio itakuwa ndefu. Hii ni ya mwanzo tu, haitakuwa ndefu kama hivi kabisa kabisa. Tutakuwa audio sana sana hazitozidi dakika 7, na hiyo katika 7 itakuwa tu ni ueleweshaji kwa wale ambao hawajaelewa. Insha Allah mada inayokuja insha Allah wiki ijayo tutakayosoma ni isti'adha. Tutasoma isti'adha wal basmala, na isti'adha ni a'udhu billahi, wal basmala ni bismillah. Je, ziko njia ngapi za kusoma hivi? Tutaelewa insha Allah kesho, ili wewe utakapomuona imamu amsoma katika njia hizi ujue imamu pia yuko sawa, hajakosea insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira.